ambaye ametupatia neema tena asubuhi ya leo, ni kwamba tuwepo mahali hapa na kulikula chakula cha kiroho. Somo letu linaendelea ambao tumezungumza muda mrefu. Ndani ya leo inakuwa sehemu ya 5 katika somo hili la neema. Naendelea kuzungumzia kuhusu neema. Neema tulisema ya kwamba ni kifungo ya maneno matatu: wema wa Mungu, upendo wa Mungu, rehema za Mungu. Papa Evangelist na kanisa ukiende kwa fanda ya pembeni ya Pastor Kizongo asali sayo. Merci Papa. Maneno matatu: upendo wa Mungu, huruma ya Mungu na wema wa Mungu. Haya maneno matatu ndio yanafunga neno neema. Neema tunaisema ni kwa kinywa, lakini ndani ya neema muna utatu wa neema, na ule utatu ni wema wa Mungu, upendo wa Mungu na rehema za Mungu. Na ikiwa kuna maneno matatu, tukasema ya kwamba neema ina nguvu ya kimungu. Ndani ya neema muna nguvu ya kimungu, sababu inaakilisha maneno matatu kama vile Mungu ni Mungu tatu katika Mungu mmoja, ambayo tunaita utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Na hiyo utatu mtakatifu ndio inafanya Mungu akuwe na nguvu. Neno Mungu hata mbele ya shetani, hata mbele ya shida, ukitumia neno Mungu ina nguvu ya kubomoa milima na miamba ya shetani, sababu ni nguvu tatu katika Mungu mmoja. Na neema ni nguvu tatu katika neno moja, neema. Na ndiyo maana tulisema ya kwamba neema ikishuka juu ya mtu, hakuna mtu wa kuiondoa, sababu ina nguvu ya kimungu ambayo inaingia ndani yake. Neema tulisema ya kwamba neema ni zawadi au kipawa ambayo Mungu hupatia mtu bila kuitumikia. Neema ni zawadi ambayo Mungu anapatia mtu bila ule mtu kuifanyia kazi. Kwa neema tu inashuka tu. Mungu anataka kutendea mema ni kwa neema tu. Hakuna chochote ambacho wewe unafanya nguvu kusudi upate neema. Ninajua imba, mimi ninajua imba, ninapoimba watu wanabarikiwa. Hakuna nguvu ulitumia, hauko speciale kushinda wengine waimbaji, lakini ni kwa neema tu Mungu anakufanya uwe mwimbaji na ujulikane na usimame na uonekane na watu wakupigie mikono. Si kwamba uko mzuri kuliko wengine, lakini kwa huruma tu ya Mungu. Mungu alikuonea huruma yake. Na ndani ya maneno haya matatu tukasema ya kwamba kama Mungu anatia huruma yake ndani ya neema yake, ndani ya familia yako, wewe ndio umetoka umekuja Marekani, nini umefanya? Kwa nini Mungu hakuchukua
kuchukua wale watoto wengine ambao walizaliwa nao ndani ya jamaa yako? Kwa nini Mungu alikutosha wewe mwenyewe katika kartie yako akakuleta Marekani? Nini ulilipa? Nini ulifanya? Eske wewe unajua kuomba kushinda wale ambao wamebakia katika kambi? Hakuna. Maana na manabii na matajiri ambao wana mali mingi ambao wanaweza kujilipia visa, lakini wameshindwa kuingia Marekani. Wewe ulifanya nini? Ni kwa neema. Mungu akakuonea huruma. Tukasema ya kwamba ndani ya huruma ya Mungu, Mungu anapokuhurumia anakupatia kile kenye anataka ukupatie. Haiko wakati ambapo Mungu ataenda kuuliza habari zako ndani ya jamaa lako, ndani ya kabila lako, ndani ya kartie kwenye ulikuwa unaishi, ndani ya marafiki yako. Mungu hana muda ya kwenda kupoteza, kwenda kuuliza habari zako ndani ya watu wakati ambapo anataka kukutendea mema. Sisi wanadamu, tukasema kwamba sisi wanadamu ndio tunakuwa na hiyo wakati ya kuchunguza na kuanza kuuliza habari ya ule mtu. Ule dada anakuwaka, anatembeaka, anakuwaka. Hiyo ni neema tu ambayo Mungu anapotaka kubariki mtu anamubariki vile Mungu anavyotaka kubariki, bila kuangalia ushuhuda ya mtu, bila kuangalia wapi ambapo mtu ametoka. Na ndio maana tulisema ya kwamba neema ni kipawa, ni zawadi ambayo Mungu hupatia mtu bila kuitumikia. Na ndani ya ile neema muna huruma, muna upendo na muna wema wa Mungu. Wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Uzuri wa Mungu tu anakupenda. Anakupenda tu. Haangalie sura yako, hata kuna sura ya mbaya, lakini kama tu Mungu anakupenda tu. Na anapokupenda anakupatia bendera yeye anataka akupatie. Na tukasema ya kwamba hii inatufanya sisi kuabudu Mungu. Unapoona mtu anapoabudu Mungu, unasikia machozi kunamtoka kwenye macho. Unasikia mtu analalamika, mtu anaona ukubwa wa Mungu. Hapo Kenya niliona watu wanaabudu Mungu, wanalala, wanatia tumbo chini. Wakati wa kusifu na kuabudu wanalala chini, wanaona ukubwa wa Mungu. Na ilinifunza kitu kikubwa sana. Hapo Uganda tuna mlima wa Prayer Mountain, mahali mlima wa maombi. Niliwahi kukutana mzungu ambaye amelala kwenye jua na anafungua macho kwenye jua. Analala kifudifudi, anafungua macho kwenye jua. Mzungu hapa niko naona watu wanatembea na lunette, anatia kwenye macho mwangaza simpige kwenye macho. Wazungu wanaogopa jua, wanaogopa mwangaza mkali. Lakini kwa sababu ya Mungu, huyu mzungu aliona hakuna mwingine anaweza kunitendea mema kama Mungu wa mbinguni asiponitendea mema. Akafungua macho. Mpendwa, kuabudu Mungu ni kuona ukubwa wa Mungu. Unaona tu ukubwa wa Mungu, na unapoona ukubwa wa Mungu itakufanya wewe ujibebe mbele za Mungu vile ulivyo, bila kuangalia mtu wa pembeni, bila kujali mtu wa pembeni. Unajua mtu wakati anataka kusifu Mungu na kuabudu, anaanza kuangalia kwanza wa pembeni, anamuuliza, mbona wewe hautingizike? Mbona wewe haucheze? Mwenye kuona ukubwa wa Mungu hajali. Batu yote wakae chini, batu yote basiabudu, batu yote basiombe, batu yote basilalamike. Lakini yeye kwa kadiri anavyomfahamu Mungu, kisi anamjua Mungu, kisi anamusikia Mungu, kisi anamupapasa Mungu, kisi anamuonja Mungu, anainua sauti na anamuinua Bwana wa majeshi. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi wamevunjika moyo anapoomba na sauti kubwa. Watu wanakuja wanamwambia, mbona wewe unataka kujivuna? Watu wote wajue kama wewe mtoto wa kiroho, wewe unaombaka. Kuabudu Mungu ni mtu yeye mwenyewe na Mungu wake, bila kujali watu, bila kuangalia kabila lako, bila kuangalia jamaa lako, bila kuangalia wachungaji wako. Wema wa Mungu ni kama bahari. Uzuri wa Mungu, unapotazama tangu mwanzo ya dunia mpaka mwisho ya dunia. Siku nilikuja na ndege
ulikuwa katikati saa 8, huko katikati ya bahari ya Hosea. Hauone mlima, hauone nyumba, hakuna miti, lakini ni maji. Uko juu unaona ukubwa wa Mungu. Mungu wa mbinguni anakuweka juu ya maji yote ya dunia. Uko juu. Hapa Mungu akikasirika tunasema hapa mimi nasirika. Motere ya vyo inakatana. Utakuwa wanani? Anasema tustope. Hata pilote afanye nini haitawezekana. Siku zimepita tumesikia kwamba ndege imepotelea huko kama ngambo za Australia, kama wapi. Sasa mbona ndege yako wewe haikuanguka kama maji? Neema ya Bwana ambaye inajaa huruma ya Baba. Wewe Mungu akakuleta, akakufikisha. Nini ulilipa? Wangapi wa generation yako, wangapi uliozaliwa nao leo wako marehemu? Wewe ulilipa nini? Nini ulifanya mbele ya macho ya Mungu kusudi leo uwe mzima? Mpendwa, singe nikufanya ujue hata kushuka na kuabudu Mungu, kushuka na kumwabudu Baba, kushuka na kunyenyekea mbele za Baba, kushuka na kumuinua Baba, kushuka na kumwambia Baba unastahili. Hakuna mwingine kama vile wewe. Ulimwengu ukukatae, jamaa yangu wakukatae, mume wangu wakukatae, mke wangu akukatae, watoto wangu wakukatae, lakini mimi nitasimama mbele zako, maana ninajua mahali ambapo umenitosha. Hakuna mzazi wangu amenitosha hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Wanadamu kazi yao ni kuchunguza hali na maisha ya watu wengine. Alifanya nini? Alikula nini? Alitembea mbona kigari kenye kunatembelea kinajaa uchafu? Hata gari yangu yale uchafu, lakini ndani ya moyo wangu ninajua ninamuinua Baba, maana Bwana ni mwema, naye ni mkubwa katika maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Wema wa Mungu inashindaka watu kutafsiri wema wa Mungu. Wema wa Mungu ni kama bahari. Ni kama bahari kubwa, bahari haina mwanzo haina mwisho. Wema wa Mungu. Mungu anapokupenda angalia identity yako. Tukazungumza juu ya neema pamoja na huduma. Tukasema ya kwamba tumeitwa katika ile verse ambayo tuliyosoma, inasema ya kwamba akatuokoa na akatuita. Ni maneno mawili, akatuokoa, akatuita katika mwito mtakatifu kwa neema, si kwa kadiri ya matendo yetu mazuri. Hapo ndipo tulisoma siku hiyo. Ametuokoa kwanza, tumeokoka kwa neema, ametuokoa kwa neema, na ndani ya kuokoka akatuita tena, akatutia pembeni kusudi tuwe wafanyakazi wa kumtumikia kazi. Tukasema ya kwamba neema inatufundisha ya kwamba hauwezi kudharau watu wengine wakati wewe unakuwa mtumishi wa Mungu. Hauko special kushinda wengine, lakini ni kwa neema tu. Mungu anakuinua kwa ile wakati, Mungu anakuinua kusudi ufanye kazi yake. Elia akamwambia Mungu, manabii wako wameteketea, wameuawa, mimi tu nimesalia. Mungu akampiga kwenye midomo, akamwambia funga kinywa, usiseme ya kwamba wewe mwenyewe umesalia. Lakini kuna manabii wengine wako kule ambao bado hawajainuka, hawasimami, lakini ni manabii. Kuko mtu anaweza kuwa anahubiri na anazania kwamba yeye anajua kuhubiri kupita watu wengine. Kuko mtu anaweza kuhubiri anazania kwamba watu wengine ni wenye dhambi, lakini yeye ndiye anakuwa mtakatifu. Sasa huko na ufiri kunaonyesha watu kidole wewe utubu uokoke, na hii vidole vingine 3 nawe inakuonyesha na wewe utubu uokoke. Kwa nini unaonyesha watu wengine? Yaani Mungu yeye anapokutia hapa juu haiko kwa sababu wewe una matendo mazuri au wewe uko mtakatifu kushinda watu wengine, lakini ni kwa neema tu anakufanya wewe ukue mbele za watu wengine, na unaposema watu wanakusikia. Ni neema tu. Ni neema tu.
ni neema tu, sio kwenda kusoma teolojia ndio maana utapata neema. Neema iko gift, iko zawadi ambayo Mungu hupatia mtu. Kama ni neema ya kufanya huduma, fanya huduma kwa ajili ya kuona ukubwa wa Mungu. Hapana kungojea wakusukume, hapana kungojea waanze kukupigia simu ndio waje ufanye kazi ya Mungu. Lakini wewe peke kosa amani ndani ya moyo wako ya kwamba kama mimi bado sijafanya jambo hili, Bwana atanihukumu. Angalia Mungu, hapana kuona watu. Wewe angalia wema wa Mungu na upendo wa Mungu ambao Mungu anakuwa nao kwa ajili ya maisha yako. Ili itakufanya wewe kuwa na changamoto ya kufanya huduma. Wakati ambapo nilianza kuongoza kwaya, kulikuwa dada moja akakosa kuimba. Alipokosa kuimba alichelewa. Alipokosa kuimba, wakati waimbaji wako wanaimba kule mbele, yeye yuko analia, anatoa machozi ndani ya kanisa. Hakukuwa na amani. Lakini wiki iliyokuja hakukosa kuimba. Lakini leo hii kama mtu akikosa kuimba, iko na ngojea wengine bakule kalama, wengine bakuale, wengine wale wenye wataimba bakorogane munyimbo ndio atafurahi. Mimi ningelikuwa pale kama mngeimba mzuri hivi mnisimamisha ndio maana hamkuimba. Ni kwa neema tu, hauko special. Lakini Mungu amekuita ni kwa neema. Ni kwa neema tu Mungu amekuita ili kwamba wewe umwakilishe, umrepresente kwa ile wakati, lakini sio kwa sababu ya matendo yako mazuri. Ametuita katika mwito mtakatifu. Ule mwito ni mtakatifu, ile mwito ni mtakatifu. Ndani ya ile mwito kunajaa neema ya Mungu. Ametuita ni kwa neema, lakini ule mwito, ile apel, mwito ni mtakatifu. Wakati yenye anakuita, kitu cha kwanza Mungu utangulia ni kutakasa mtu. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anafanya kwa yule ambaye anayemuita ni kumtakasa. Sababu Mungu hawezi kutia chakula ndani ya sahani au chombo ambacho kinachafuka. Ni sharti Mungu atakase kwanza kile chombo. Ndio hatua ya kwanza. Mungu akamwambia Yeremia ya kwamba tangu ulipokuwa ndani ya tumbo ya mama yako na nikuchagua na nikakutakasa. Wakati Mungu anakuita, anakuchagua kuwa mtumishi wake, hatua yake ya pili baada ya kukuita ni kukutakasa. Anakutakasa kwanza, anakusafisha, sababu hawezi kutia chakula ambayo utakuwa unapatia watu wengine ndani ya chombo ambacho kinachafuka. Na ndio maana Mungu anatutakasa bila negotiation, bila kwenda kuomba mashauri, bila kuangalia utakatifu yako, bila kuangalia udhaifu wako. Lakini Mungu anakurogota vile ulivyo na anakupitisha ndani ya labo. Anakupitisha ndani ya labo, anakutengeneza, anakusafisha, anakuandaa kusudi usimame na ufanye huduma. Isaya alianza huduma na bado hajatakaswa. Na hii ilimuletea Isaya na nabii Isaya shida katika utumishi wake. Katika chapitre yake ya kwanza mpaka ya 5, Isaya utakutana unabii wote ya Isaya ilikuwa ni ya kulaani, ilikuwa ya kuhukumu, ilikuwa ya hasira, sababu yeye mwenyewe alikuwa hajatakaswa. Katika chapitre yake ya 6, hapo ndipo akakutanana na Mungu, ndipo Mungu akamtakasa. Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu akapitisha kaa la moto kwenye midomo ya Isaya na Isaya akatakasika. Ndipo sasa Isaya akarenuvele mwito wake, akasema mimi hapa Bwana unitume mimi. Ndipo Isaya akaanza hatua mpya. Ni shida sana huduma kutangulia utakaso. Ni shida sana mtu akianza kufanya kazi ya Mungu na bado hayakuwa delivery, hayatakaswa. Huyu mtu ataanza kuhukumu kanisa, huyu mtu ataanza kuhukumu wachungaji, huyu mtu ataanza kutoa maunabii ya
kumbe nabii haiko wa kulaani. Kwa hiyo wakati karne ya mwisho, nabii kazi yake ni kufariji kanisa, bibi harusi wa Kristo, ili kwamba kanisa likutaniwe liko tayari. Bwana atakapokuja kulichukua kanisa lake, Mungu akutane kanisa linafarijika, linakuwa na nguvu ya kumngojea bwana harusi. Huu wakati sio wakati wa unabii wa kulaani na wa kuhukumu. Maana kuna wakati ambapo huyo simba wa kabila la Yuda atakuja na fimbo ili kuhukumu dunia. Lakini hii wakati tuko mali ambayo imepatikana kwa nguvu ya Kristo. Amekuja, amenunua hii kanisa, amenunua na ametoa mali, na mali aliyotoa ni damu yake mwenyewe. Akatununua, akatutusha katika mikono ya shetani. Hatuko walaaniwa tena, lakini tumeingia katika kizazi cha Ibrahimu ambaye ni mbarikiwa, baba wetu wa imani. Yeye amebarikiwa tangu awali. Sisi hatuko walaaniwa tena, maana tumekombolewa katika damu ya Kristo. Alafu huduma, Mungu anatayarisha chombo chake na kusudi kile chombo kile kufanya kazi. Acha tuendelee. Tukasema ya kwamba mtu hawezi akajivuna na kujipiga kifua ya kwamba yeye anafaa. Mimi sitaimba leo, acha nimakomeshe. Mimi sitahubiri hivi walilipanga, sitahubiri leo. Nimakomeshe kwanza, basikie habari yao. Ili kuchunga kanisa, mimi mara hiyo mimi nakataa, sitakuwa pastor wa ile kanisa tena. Mchungaji siku moja nieleze ya kwamba kuna kanisa moja ambao mchungaji aliacha huduma. Anasema mimi sitakuwa tena mchungaji. Labda mshahara wake sio mzuri tena, alafu anabakia nyumbani. Inaomba watafuta mwingine mchungaji. Mathayo anasema baada ya kufanya mambo yote, semeni sisi watumishi tusiokuwa na faida tumefanya iliyotupasa kufanya. Mtumishi ya Marekani, watu wanaangalia mishahara, watu hawaangalie kondoo, watu hawaangalie kanisa, watu wanaangalia ni pesa, watu wanaangalia utajiri. Bila pesa hawezi kuchunga kanisa. Wewe kwa neema tu Mungu anakuita ukuwe mchungaji wa kanisa. Hauko special kushinda wachungaji wengine, lakini Mungu amekuita kwa neema. Kwa nini hauna moyo wa kunyenyekea na kushuka ya kwamba sio mali yangu lakini ni mali ya Baba? Imenibidi nifanye ile devoir shuti ya kufanya mapenzi ya Baba aliyenituma. Biblia inasema ya kwamba hakuna askari aendaye kwa vita kwa tamaa yake mwenyewe, isipokuwa ampendeze yule aliyemfanya kuwa askari. Kuna yule aliyetufanya kuwa mashujaa, maaskari wa Kristo. Kuna yule ambaye alilipa mali kusudi sisi tuwe watumishi. Kuko mtu Yesu Kristo, na wewe huwezi kufanya jambo lolote wala kuingia katika shughuli zako isipokuwa umpendeze yule aliyekufanya kuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na neema na jaribu. Neema na jaribu. Tumezungumzia juu ya neema pamoja na huduma. Neema pamoja na jaribu. Luka sura yake ya kwanza mstari wake wa 13 au 30. Luka sura ya kwanza mstari wa 30. Linasema, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Amen. Amen. Umepata neema, na ndani yako mtabebewa mtoto, na ule mtoto atakuwa mfalme wa ulimwengu. Mariamu ndani ya akili yake alijua ya kwamba yeye amekuwa tofauti, sababu amepata neema. Mbona malaika alishindwa kutembelea wasichana wote ambao walikuwa katika nchi ile?
Lakini Mungu akatuma tu malaika kwake na akamwambia wewe umepata neema. Mariamu akabeba mimba ikakomaa, mimba ikaendelea, ikafika wakati mmoja ambapo sheria ikatoka katika Kaisari, serikali ya kwamba watu wote waende kujiorozesha, kila mtu mahali ambapo alipotoka, na watu yote wakaenda, kila mtu alienda kule nafasi ambapo alikotoka. Yusufu naye akabeba Mariamu, wakaenda na yeye mpaka katika nchi yao ya kuzaliwa. Walipofika huko, Biblia inasema wakakutana vyumba vyote vya wageni vimejaa, hakuna tena nafasi ya kupanga. Wakaenda wakatafuta nafasi kwa nyumba kidogo ya kulisha nyama. Hapo ndipo wakaenda wakalala. Mtu ambaye amepata neema, hapo ndipo ninataka kuzungumzia neema na jaribu. Mtu ambaye amepata neema kushinda watu wote, kushinda wanawake wote, kushinda wanaume wote, kushinda mabinti wote, yeye amepata neema ambayo tofauti, sababu Mungu amemfanya kuwa tofauti. Na ndani ya kuwa tofauti, yeye akafika nyuma ya watu yote. Inamaanisha ya kwamba yeye alikuwa hana usafiri. Wale wenyewe walikuwa na mambo yao, walikuwa na magari, kwa wakati ule walitangulia mpaka vile walipata manyumba, hoteli, fasi ya kulala, fasi ya kupanga, wakaingia kwenye majumba yote. Lakini ule mwenye kuwa na neema, yeye hana usafiri. Anaenda na mguu pale mpaka kwenye wanaenda kufika kule nafasi ya kulala. Na iko na neema ya Mungu. Biblia inasema, Paulo ndiye anasema ya kwamba tazama tumetajirisha wengi, lakini sisi wenyewe tunaonekana kwamba hatuna kitu. Unajua leo watu wanaangalia maisha ya nje ya mtu. Kuna mtu ambaye anasema ule pastor atanibariki nini na yeye mwenyewe kwanza hana viatu. Ule pastor atanibariki nini na yeye kwanza hana koti. Iko na bala makoti ya iko inafanana sama yani ya kwamba. Nini yeye atanibariki naye Mungu kwanza aanze kubariki yeye ndio na yeye aanze kutubariki. Hiyo ni uongo. Sababu neema iko ndani ya mtu. Neema iko ndani ya mtu. Mavazi, maisha ni nje ya mtu. Na shetani anaweza kukupiga kwa maisha ya nje. Unafanya hiki akiendeke, lakini haisababishe ya kwamba neema ya Mungu itoke ndani yako. Neema ya Mungu iko tu ndani yako. Ile kitu ambayo Mungu ameweka, utajiri, gifti, Mungu ameiweka inakuwa tu ndani yako. Mariamu alikuwa na neema ya Mungu, lakini neema ya Mungu haikumwambia aende kwa airport na aseme mimi niko na neema ya Mungu, mnipatie ndege ya kusafiri. Hakuenda kwenye magari na kumwambia mimi niko na neema, niko na sukuma katumbu mbele, mimi niko na neema ya Mungu, mnipatie gari ya kutembelea. Sababu watu wangempiga fimbo, wanamwambia toka wewe maskini, hauna kitu. Lakini alikuwa na neema ya Mungu. Ona nafasi ambapo wanaenda lala. Nyumba mnajaa vidudu, harufu ya mavi ya wanyama, joko yanaenda kulala. Mtu mwenye kuwa na neema, lakini anashindwa hata kujijengea msonge au kwa nyumba kidogo kwao kwenye tokaka, lakini ana neema ya Mungu. Ana neema ya Mungu, lakini hata nyumba kwao kwenye alitoka. Wewe una neema ya Mungu, mbona umeshinda hata kujenga kwenu? Siku utarudia kwenu kwenda kuangalia jamaa, batakupangisha ndani ya nyumba ya makuku. Ndio kwenye batakupangisha. Ndio hauna nyumba, hauna address, hauna kwenye utafikiri. Mariamu iko na neema ya Mungu. Anapika kumilango ya office ya hoteli, anamwambia mama pardon, hakuna tena nafasi ya kulala. Mujidebrie, talala wapi? Na Yusufu na yeye ndio mwenye kwao, hana tamu yomba, hana tatate, hana
alizaliwaka na baba yake, hana dawa kusema baba ulienda kama kizungu unarudia, basi ukie ulale takushamba yangu metalala kusalo. Batu yote wanafunga milango mtu mwenye kuwa na neema. Pendwa, unajua kuna watu wengi ambao wametudharau wakati tumeingia katika mambo ya Mungu. Tunapoingia katika mambo ya Mungu, watu wanatudharau, watu wanatucheka, watu wanatutukana, wanasema Mungu gani ule ambaye hawatendee mema. Unaenda kwa maombi, unalia mbele za Mungu, unapoomba Mungu unasikia machozi ya uchungu iko natoka ndani ya macho yako, kuangalia maisha ya jamaa yako. Mungu ninakutumikia, Mungu niko nakutumikia kwa uaminifu, sifanye dhambi mimi, lakini Mungu mbona maisha yangu inakataa, mbona jamaa yangu haiendeke, mbona dosi yangu haiendeke, mbona hiki na kila kiendeke, mbona hii na hii na haiendeke. Mungu uko wapi? Mbona umenyamaza? Mungu mbona haunijibu? Ndani ya maombi yenyewe uko naomba, naomba maombi ya kugombana na Mungu, sababu hauone matukio ya maombi. Asubuhi ya leo ninataka kukutia moyo ya kwamba neema haiwezi kukuacha mbali na jaribu. Neema haiwezi kukuacha mbali na matatizo ya dunia hii. Nishetu kutani na matatizo, lakini neema ya Mungu inakuwa ndani mwako. Usitupe, maana adui atakuja kanyaga, hatajua pale, hatajua thamani ya neema ya Mungu. Lakini wewe ambao umeokoka, wewe unajua thamani ya neema ya Mungu, utajua namna ya kulea neema ya Mungu. Itapokuwa matatizo, itapokuwa shida ambazo unakutana nazo katika maisha yako, shida zako isikufanye wewe kumwacha Mungu. Hapana kumwacha Mungu. Ukiona vitu haviendeki kwa maisha yako, usimwache Mungu. Na hapo ndipo shetani anakuwa analogota watu wengi. Anasema mbona Mungu wako hakutendee? Tangu zamani ulianza kuomba Mungu, tangu wakati wa zamani ulianza kumwimbia Mungu, mbona hakuna kitu ambacho Mungu amekufanyia? Miaka ipite, siku zipite, hauone kitu yenye Mungu anakufanyia. Lakini chunga neema ya Mungu. Neema ya Mungu haitufanye sisi watu wasikudharau. Nishatu watu watakudharau, watu watakuonea, watu watakuona hauko kitu, watu watakuona hauna thamani, lakini wewe tunza neema yenyewe umepata. Na ndio maana nilitangulia kusema hapa ya kwamba wakati unapomwabudu Mungu, watu hawatajua kwa nini. Kwa nini? Huyu anaimbaka tu na lalamika. Wakati kuna naomba hiyo lalamika. Watu hawatajua. Dada moja tulikutana naye, akaniambia mchungaji, nina matatizo ndani ya nyumba yangu. Sasa mimi naanza kuomba Mungu ndani ya nyumba yangu, mwana yangu anapandisha volume ya radio. Anapandisha volume ya radio, muziki na kuwa kule kusudi nikwazike tu niache maombi. Nikamwambia mama, sasa anapandisha na wewe pandisha. Akipandisha volume ya radio na wewe pandisha volume ya sauti ya maombi yako, maana hata miaka ipite Bwana atasimama na atanyamazisha ile radio. Unajua dunia inakuwa inatuintimidate, dunia inakuwa inatuogopesha. Wakati unakutana na matatizo, unaona sema maana hivi niko nafanya ni vya bure. Bata waliona kama ni ya samaki. Hivi ndio niko naomba hii. Ndani ya jamaa yangu kabisa waone kama mimi niko nabaombea. Mimi niko naomba Mungu na funga na katana chakula. Hii jamaa yangu hawaone kama mimi niko nabaombea Mungu wangu. Jopo niko na bachunga hawatajua. Bao hawatajua kitu ambacho unakifanya. Lakini wewe kadiri unavyochunguza na kujua neema ya Mungu inayokuwa ndani mwako, wewe endelea kufanya kazi ya Mungu. Usikwazike. Leo ninakutangazia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba usirudi nyuma, lakini songa mbele, maana neema ya Mungu inatosha katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Neema ya Mungu inatosha. Paulo mtume akaingia maombi
Maombi ya mashitaka inakuwa ni ile maombi uko na kumbana na Mungu. Uko na msema Mungu, na mwambia Mungu, na wewe papa madevu. Ona niko nateseka. Paulo naye akaingia kwa maombi ya mashitaka. Akaingia mkoti pamoja na Mungu. Anamwambia Mungu, Mungu, tazama nimepewa mjumbe wa shetani. Nimepewa mwiba katika mwili yangu. Uondoe mwiba. Biblia inasema ya kwamba Paulo akaomba mara 3. Mungu ananyamaza kimya. Paulo yuko na shitaki mwiba yenye shetani amemtwanga ndani ya dunia. Dunia inatupiga mima. Watu wanatupiga maneno, wanatuchoma kama mima. Unapotaka kuamuka na kufanya kazi ya Mungu, watu wanakuchapa maneno, na maneno kuwa kama mwiba ndani ya mwili wako. Unasikia unapunjika moyo. Unapoenda kule petition, unakutana watu wanakuambia hautakula leo sababu ulienda tu kule petition. Sababu ulienda kuimba, watu wanakudharau. Sababu ulifanya kazi ya Mungu, watu wanakudharau. Watu wanakutupia maneno ya kukuvunja moyo. Paulo mtume akasema ya kwamba nimepewa mwiba, na ule mwiba uko katika mwili wako. Umenitesa siku 3. Paulo yuko. Baada ya zile siku 3, majibu ambayo kutoka mbinguni, Mungu akamwambia mimi sikipe na mamiba yenyewe mbingu wanakuchoma. Ikuwe shetani, ikuwe nani, ikuwe rafiki yako, ikuwe jirani yako, ikuwe nani mwenye kuchoma ile mwiba, mimi siangaika, lakini neema, oh haleluya, neema yangu inakutosha. Neema yangu inakutosha baba Gedone. Neema inakutosha. Batu wakudharau, bakucheki, baone wenyewe unafanyaka haiko kitu, lakini neema inatosha. Neema tu ndio inatupatia nguvu. Pendwa, unajua ndani ya utumishi, nimewahi kufundisha wakati mmoja mkutano wa utumishi. Nikamwambia utumishi unafanyaka utumishi, na ndani ya moyo wako kuko kuna vumbi ya machozi ya damu. Kuko watu wengine wanasema mimi nilikuwa zika ndio maana sitaenda kuhubiri, bali nikwaza ndio maana sitaimba leo. Huduma ni machozi. Wakukwaze, wakuumize, piga magoti, maana ni chombo cha kutakaswa. Piga magoti ndani ya chumba chako, umwambie Baba, milipa nimegonga, lakini Bwana unitakase. Unitakase, nataka kwenda kutapika. Niko nataka kwenda kuhubiri. Niko nataka kwenda kuimba. Niko nataka kwenda kuomba, lakini dunia imenichomeka mimba. Bwana unitakase, uniandaa kwa ajili ya huduma yako. Mungu atakuandaa na atakutumikisha kwa nguvu. Siku moja niliwaambia hapa, mama yangu anakufa, maziko iko, lakini mimi naenda ile siku kuhubiri. Na ninasemaka Mungu alinitumia kiajabu hiyo siku. Uko na hubiri, lakini machozi ya kumlilia mama yako iko nashuka ndani ya moyo, lakini watu hawaoni. Watu wako wanabarikiwa, watu wanaona ukubwa wa Mungu. Mungu anatendaka. Na nilipomaliza kuhubiri, nikamwambia kwamba ninahubiri hapa, lakini mama yangu nyumbani amefariki. Watu wakasema, "Huyu pastor ni mlozi." Watu hawawezi kuelewa. Wewe anakukwaza tu kidogo, mimi nitawaachia kwaya yangu, nitawaachia kanisa yao, mimi hata niongaka tena kwa kanisa yao, sababu walinikwaza. Utaishia wapi na kukimbia kukwazika? Hata ulimwengu itaabisha isumbue huduma yako, lakini wewe bakia mwaminifu kwa sababu ya neema. Ona neema ya Mungu, neema ya Baba ni kama vile bahari. Usione ya kwamba sisi ambao tunaofanya huduma kwa nguvu
hatukutani na matatizo. Unakutana na matatizo. Matatizo makubwa. Matatizo makubwa ambayo ukikutana nayo labda utatumikia Mungu. Lakini Mungu ametupatia uzoefu ya kumwamini yeye na kuona ukubwa wake katika maisha yetu. Neema ya Mungu. Neema haizuii usikutane na matatizo. Matatizo ni sharti yako. Magumu ni sharti kutana. Unajua watu wengi wanamsifu shetani. Ni kitu kidogo tu. Shetani alinijaribu. Najua hivi na mimi naacha kazi ya Mungu. Nimekutana na shida. Asubuhi tu mbele nienda mkanisa. Mtu mmoja mgeni akanichomokea kwa nyumba. Akaanza kuniambia maneno ya mubaya juu ya kanisa. Njona mimi nikaacha kwenda kanisa ile siku. Wewe usifuate watu. Ule ni mwiba ambaye ametumwa na shetani ili kwamba akupige usiende kanisani. Lakini uwe shujaa. Simama kama vile shujaa. Simama kama vile shujaa. Simama kama vile mwanaume. Mwanaume ni mwenye kuwa na moyo mkuu. Hata kama unaweza kuwa mama, lakini kiroho Mungu atakuhesabu kwa mwanaume sababu na moyo mkuu wa kutambuka jaribu, ya kutambuka matatizo ambayo unakuwa nayo. Watu wakuime chakula, watu wakatae kukununulia mavazi, wabakie navyo vyote, lakini wakuachie Yesu wako. Wakuime vyote, lakini ubakie na Yesu wako. Wakukataze vyote, lakini wasikukataze Yesu wako. Wakukataze kila kitu, lakini Yesu wasikukataze. Mimi niko nabebeleza nyumba, basi yenyewe bwana yangu alisema siwezi kumitambuka. Juu niko naogopa nyumba isikufe. Basi Mungu naye alisema naomba tukue na akili juu ya kuchunga nyumba. Nyumba ni kwa ajili ya mema, lakini ikiwa juu ya dhambi, katalana na matatizo ya dhambi ndani ya nyumba. Kama ni nyumba kufa, hata mkufe. Maana nyumba haitakuingiza mbinguni. Nyumba haitakuingiza mbinguni. Mtu ambaye anakukataza mambo ya Mungu, usiambatane pamoja na yeye. Na watu wamekamata fimbo ya kupiga watu wengine. Unataka kwenda kanisa, anaanza kumkwaza. Biblia inasema ya kwamba mbele upendeze Mungu, nipendeze kwa sababu ya Bwana yako. Bwana yangu nitakupendeza kwa machafuko ya kunikataza Mungu. Mungu hawezi kukubali hiyo utiifu. Simama kama vile shujaa. Simama kama shujaa wa Kristo. Tulikuwa na mwinjilisti mmoja, wakati anataka kwenda kuhubiri, bibi yake akaenda akasimama kwa mlango, akatia mguu mmoja hapa mwisho ya mlango na ingine mguu hapa. Anasema kama ulinioa juu ya kwendaka masafari ya kuhubiri, hautapita hapa. Akafunga kale, anasema mimi sitatoka hapa. Nyumba gani hii? Mwakuniachaka aendake kuhubiri na mimi wakie kwa nyumba. Na huyu bwana akashindwa kwenda kuhubiri sababu mke wake amemkataza. Unaweza kuwa na mwanamke kumbe ni kabutini ya mwanamke mwenye shetani amemtuma ndani ya nyumba yako akutoshi katika upako wa Mungu. Apende kuambatana na shetani, lakini uambatane na Kristo. Haleluya. Angalia faida ya Kristo ambayo unaweza kupata ndani ya nyumba yako. Danieli akaambia mfalme ya kwamba tutafanya kila kitu ambacho unaweza kutuambia tufanye, lakini kuabudu sanamu hatutaifanya. Never. Hatuwezi. Unajua si watu ya kiroho na tunataka kuona kiburi. Watu ya kiroho ni watu ya kiburi, maana hatutembei na tabia za watu, hatutembei na akili za watu, tunatembea na akili ya Mungu. Yale ambayo Mungu anataka sisi tufanye ndio tunaifanya. Ukwazike usikwazike, nitasimama ili niseme yaliyo mapenzi ya Baba.
hasababishi matatizo ambao unaweza kukutana nayo. Watu wengi walikuwa wanaingia ndani ya kanisa, lakini sababu ya masemi ya watu hawaingie tena ndani ya kanisa. Sasa ile kanisa mbele naiacha. Kumbe join kanisa na kuwaka. Ni kanisa mbaya sana ile. Kanisa ile wanaangalia kama nguo za watu. Wanasema na kanisa. Kanisa gani utakutana ni kanisa ya malaika. Ninasema ile neno kila siku. Hakuna kanisa yenye utakutanaka ya malaika. Kwa hivi Moi hata uende Texas, hakuna kanisa ya malaika. Wote ni wanadamu. Mungu akamuita mwanadamu, akasema kumbe mwanadamu naye ni mnyama. Maana ilifika wakati ambapo Mungu alitazamia tabia nzuri ndani ya mwanadamu, lakini mwanadamu kila siku ni kumdesevali Mungu. Mungu akaregrete, akasema kumbe mwanadamu naye kumbe mwanadamu naye ni mnyama. Kama ungeliambia bwana yako kumbe na bwana yangu naye ni mnyama, utasikia kofi yaka kuchapa, utaona nyota sana kwa macho. Kama muita nyama, lakini Mungu yeye anasema kumbe mwanadamu naye ni mnyama. Anawazaka sawa nyama, kondoo, bobi, mwanadamu kumbe naye ni mnyama. Mungu anaregrete ili kazi yote alifanya ya kutengeneza mtu, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ona favela ya kufanana na Mungu. Lakini tabia sasa, tabia ikaacha Mungu, akasema nilitesekea Mungu badili. Kuko ndugu moja alikuwa anataka kutuma franga Afrika, na alienda kuesteri yote anatuma franga. Aliporudia nyumbani akaangalia vidole, alikuwa anatumika kwa restaurant, kazi yake ni kupika chakula. Akaangalia vidole, namna vidole vimerungula, franga yangu. Akarudia mbele kwa esteri yote, akamwambia papa baraka ikarudia tena, kama baada kukumbuka mateso. Mungu naye kuna vitu mingi ambavyo ametunyang'anya sababu ya deception ambayo mwanadamu amemtendea. Kuna mengi ambayo Mungu alitazamia kwako. Mpendwa, Mungu hakuwasiaka vile unatembea leo. Comportement, tabia, hali yako yenyewe kunaonesha mbele za Mungu. Mungu iko na regrete na anaanza kuretire ile utajiri ambayo aliweka ndani mwako. Mbona huyu mtu alikuwa na kipawa? Mbona huyu mtu alikuwa na zawadi? Mbona huyu mtu alikuwa na ubiri? Mbona huyu mtu alikuwa anapiga gitara ya bie? Watu walikuwa wanabarikiwa. Mbona huyu alikuwa na anime adoration na luanje? Watu wanabarikiwa. Mbona huyu mtu alikuwa na zawadi hakuona hii zawadi? Acha basi nitoshe. Mungu anarejelea anasema kwa nini kumbe na huyu naye ni mnyama. Sababu ya matatizo ambayo umekutana nayo. Unadhania dunia ni raha. Kutembea kwa dunia sio raha. Ili tu kama dunia ni problem. Kuishi kwa dunia ni problem. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tangu kizazi cha Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa wenye nguvu, wale wenye kuwa na nguvu. Na Biblia ya Kifaransa inasema viola ni mtu ambaye ni mnyang'anyi. Ufalme wa Mungu ni kwa wale mashujaa wenye nguvu ya kunyang'anya baraka zao katika mikono ya shetani. Mungu anakuambia toa, lakini shetani anakuonesha mbona shida ziko mingi. Utatumia ndugu yako franga Afrika, ule ndugu yako ni mchawi, anakamata nazi ile franga uliyotumia, anaenda nazo kuweze
imekuletea baraka. Na unakutana maproje zote unafanya. Hakuna mtu ambaye hata unatumie franga, hakuna mtu ambaye anaweza kufurahia wewe ukuwe Marekani. Kuko mama mmoja tulikuwa naye hapo Uganda, na mtoto yake alikuwa Denmark. Akamwambia, wewe ubakie pale, nitakuwa nakutumia makompyuta, alafu wewe utakuwa unauzisha. Akamwambia, na mimi napenda niende kwenye kompyuta zinatokaka. Hey! Hata utumie mtu franga, lakini hata furahia ile franga, naye anapenda naye alikuwa Amerika. Ndio maana usisite kutoa. Unashindwa kutoa ndani ya kanisa, lakini pesa zile unatuma kwa Western Union ni pesa nyingi. Na zile pesa haujui ni wanani wanazikula. Hata kuwe mama yako, hata kuwe baba yako, hata kuwe ndugu yako ambao wamezaliwa naye tumbo moja, usimuaminie kama bado Mungu hajakufunulia maisha yake. Dunia imeharibika. Ungelijua spirits ambao wachawi wako nao katika ulimwengu wa giza. Wakati nimekuja Kisangani, Mungu akanijalia neema ya kufanya deliverance ya watoto wadogo. Mtoto wa miaka 8, lakini alikuwa amezala watoto 2 kuzimu. Mtoto. Na Mungu akasema ya kwamba, akaambia wale wazazi, akaambia, unakumbuka wakati mmoja huyu mtoto alikuwa hana furaha, changamoto ndani ya nyumba, na mkaona namna hali ya sura yake mabadilika. Wazito wakasema ndio. Mungu akasema ndio. Wakati alikuwa na mimba, alikuwa na tema kudunia. Unafikiri mtoto amegonga tifoide, kumbe na mimba ya kuzimu. Na wale wazazi wakasema, pastor, wakati utarudia kwenda Goma, uende na wale watoto. Dunia inaharibika. Spirit ambayo wachawi, ambao shetani iko naenda nayo kuingiza uchawi ndani ya watu haujui. Kwa hiyo miaka 2-3 leo umetoka kwenu, haujui watu wangapi ndani ya familia yako ambao wameharibika. Haujui. Na ndio maana watu wanakutana na matatizo mahali walipo. Ulitumia mtu nguo, lakini ile nguo haivai kwa shukurani, lakini anaivaa kwa manunguniko, na anakuumizia pale kutokea ile nguo ambayo ulimtumia. Wanakutana na problem huko mko Amerika, vitu haviendeki. Shida zinaongezeka, hii inaisha ingine na inaingia. Hii inaisha ingine. Sikukataze kusaidia ndugu zako, lakini kwanza saidia Mungu. Sababu ukisaidia Mungu atafunika yote ambayo ilikuwa matatizo kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Neema haizuii ya kwamba usikutane na matatizo. Ni sharti matatizo ifike, lakini uwe na nguvu na ushujaa ya kuvuka matatizo ambayo unakuwa nayo, ili kwamba uambatane na Mungu. Acha tumalizie kwa dakika 10. Tumalizie hapa katika neema na dhambi. Neema na dhambi, Warumi sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Asha. Sisi tulioifia dhambi, utaishije tena katika dhambi? Amen. Tufanye dhambi kusudi neema izidi. Dunia leo wanasema ya kwamba tutaokoka kwa neema. Hii haiko masiku tena ya masheria ndani ya kanisa. Haiko masiku ya kufuata maisha ya watu wengine. Ni wakati wa neema. Tutaingia mbinguni kwa neema. Kila kitu ni kwa neema. Biblia inasema ya kwamba neema haituambia kwamba tundumu katika dhambi. Neema si kwamba tutembee katika dhambi. Leo watu wanapenda kanisa ijae watu wajae ndani ya kanisa, lakini kukemea dhambi, watu wakemee dhambi, na hiyo inaleta matatizo ndani ya kanisa la siku ya mwisho. Watu hawaogope dhambi. Anatumikia Mungu, anahubiri, anaimba, anachunga kanisa, anatoa sadaka,
lakini dhambi haache. Na unapomsalimia kwenye simu unamwambia habari za huko, anakwambia tunaishi kwa neema, lakini dhambi haiache. Mungu anasema tunaishi kwa neema, sababu alilala na akalamuka, anasema tunaishi kwa neema, lakini dhambi haiache. Biblia inasema ya kwamba tufanye dhambi kusudi neema izidi. Biblia inakataa, inasema hasha, haiwezekani. Hatuwezi kudumu katika dhambi kusudi neema nayo izidi. Hapana. Tumeokoka ni kwa neema, lakini mbinguni tunaingia kwa matendo. Tumeokoka ni kwa neema, Yesu ametuita kwa neema, maana yale ambayo yaliyofungwa yamefunuliwa. Wakati ambapo Yesu amefika, amefunua. Wakati wa zamani ilikuwa wakati wa sheria, vitu vilikuwa katika kivuli, ilikuwa katika giza. Wakati ambapo Yesu amekuja, yeye amekuja akafunua kila kitu, neema ambayo ilikuwa na vichwa. Na ile neema ayo haituambie kwamba tuendelee kudumu katika dhambi. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Tito, kitabu cha Tito 2:11 na 12. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo tufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amen. Amen. Katika ulimwengu huu wa sasa. Ni maneno yaliandikwa zamani, lakini nasema katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu wa maendeleo. Ulimwengu ambao umeendelea. Unajua leo watu wengi wanasema ya kwamba mtu kuokoka mzuri mpaka anakuwa mzee. Mtu akishakuwa mzee ndio ataokoka, sababu pale hatakuwa tena na tamaa ya dunia. Lakini Biblia inasema katika ulimwengu huu wa sasa kuna maneno mawili: kukataa ubaya au dhambi, na neno la pili kukataa tamaa za dunia. Dunia ina tamaa zake. Dunia ina tamaa zake. Na wakati Yesu alipopata wanafunzi wake katika maombi yake ya mwisho, akaomba Mungu, akasema, Baba, hawa ulionipa ndio hawa, si kwamba uwatoe katika ulimwengu, lakini uwaokoe na ule mwovu. Kwa nini Yesu kusema Baba, mimi nimepata hapa, basi umie tena na huyu shetani, acha nene Baba? Akasema babakia hapa, usibatoe katika ulimwengu, babakia hapa, lakini waokoe na ule mwovu. Yesu alijua kwamba duniani shetani iko, mwovu iko, mabaya iko. Sasa Biblia inasema ile neema inatufundisha kukataa ubaya wote, na ya pili kukataa tamaa ya dunia. Tamaa ya dunia. Kukataa tamaa ya dunia ni vita. Ukikutana mashujaa mengi katika Biblia ni wale ambao waliamini wakati ambapo walikuwa wangali vijana. Wote ambao ni mashujaa ambao tunawasoma, wakati wa Danieli, wa Daudi, wale wa Meshaki, wa Abednego, wa Samueli, wale wote ambao ni mashujaa wa Biblia ni wale ambao waliokoka na bado wangali vijana. Na kama mtu anaokoka angali kijana, ni kusema anapambana na dunia. Sio rahisi kupambana na dunia, kukataa tamaa ya dunia, kukataa tamaa ya dunia. Dunia iko inakokota watu, sawa vile ema asumako iko inakokota watu, inakuonesha kila kitu iko bien, iko mzuri, iko bien. Unapita huko, Mungu kweli, asante Papa. Unakutana kila kitu iko bien,
Mudunia iko kama vile mtu akivala nguo ya mzuri anaendeka kukio, iko anajiangalia. Anaangalia. Iko anajiangalia, anaona kama iko pia, lakini kesho atatamani ingine nguo. Dunia, utamu ya dunia haishake papa. Unaweza joka ukukua na madeni ya kukamata manguo za madeni, kusudi kila Sunday ukua na bala nguo ya mpya. Utapondekana na utashindwa kufanya project maisha yako. Juu ya manguo, na nguo haitakusaidia kitu. Tamaa ya dunia, simu inatokea, simu unaangalia, unapiga touch, simu inafunguka, unaangalia nyuma huko, kamera. Mama we, Mungu aliwatengeneza kweli. Kisha mwezi mmoja, miezi mbili, unakutana mwenzako iko na iPhone 6 7. Unaangalia iPhone 7, kupita karibu hivi na inajifungua. Ukipita karibu inajifungua. Hii ndio ya finale. Hii kabisa nikipata hii baduwe. Utaishia wapi? Kata tamaa ya dunia. Maana hata mzungu mtoto wa Maria akikupatia iPhone yote 7, akupatie zote hautatoshekaka. Dunia kuna kokota watu. Dunia niliwahi kuona huko kwetu Bunyumba iko nakufa juu ya kukosa nguo tu ya Christmas. Hakununulia mimi nguo ya Christmas. Mutapigana na machungu na masahani kinakuwa vimbo ya kupigana Bunyumba ya sambalatika na masaa batu yote etumba yote ya nguo. Nguo itakusaidia nini? Sayo nakufa. Mama anaenda ikala kwa mlango ya shamba. Unazalia kunalia, anaenda kukala kwa mlango. Juu bado basiende kukamata ile inadi. Sakoshi ya mama. Na hiyo naangalia pembeni. Anataka. Unazalia kunalia kumbe mroi kunasema alikuwa na baraka masipele na mimi nitaanza kuvala masipele. Dunia hakuna anayeweza kutosheka na dunia. Tamaa ya dunia. Unaona gari inapita, unasema maana hiyo baba we. Mama we. Utaishia wapi? Hata kupatia magari yote ya Japo hautatosheka. Unaona mwanamke sasa ungali unachumbia mwanamke, unamuona kabisa mtoto wa watu iko natembea sawa kitoto cha ng'ombe, mtoto wa watu mtoto wa watu unamuona kabisa, unasema mama we, nani nikuumba walikutapika? Mama we, ukishafanya naye mwaka mmoja, miaka mbili, maziwa yanashuka sawa Josette ya Basoda. Ya gari. Ukiona mwanamke anapita, utafanya sida baba. Katata dunia isikutishe. Dunia itakupoteza. Dunia haina faida. Kila kitu unakiona ni kipya. Na mzungu anayua kutengeneza kweli, anayua kutengeneza, anayua kupamba. Unaona hii anaitosha hii fashion, unasema mara hiyo hii ndio mwisho. Kesho atatengeneza tena nyingine fashion. Kusudi ya kukokota dunia, ya kukokota watu, na watu wamechamalikiwa. Watu wameharibika sababu ya tamaa ya dunia.
utaishia wapi? Na tamaa ya dunia utaishia wapi? Biblia inasema kataa. Kataa. Kukataa ni decision. Kukataa ni decision. Niliwahi kufuata interview ya mwanamuziki mmoja binti ambaye alikuwa mwimbaji mkubwa wa Kongo. Anasema ya kwamba mbona wanasemaka kama wa binti wote ambao wanaimbaka na huyu mwimbaji mkubwa ni wanawake wake, lakini mimi nimeimba katika kikundi hiki, lakini mpaka leo nilikuwa ningali vierge, sitamwona mwanamke. Sikia, Amerika hatuwezi kupata wabinti ambao ni mabikira. Amerika sikuko watu ambao wanajichunga. Wewe tujue utafika Amerika unasema bwana yote ya Amerika pantalo ikipita nasema mama ile pantalo ilikuwa tayari yako ya wapi? Tuikale kwanza kimya, ngojea muda ambao Mungu ataenda kukubariki. Utaishia wapi na dunia? Tamaa ya dunia itakubeba mpaka wapi? Unaolewa lakini macho yanaangalia pembeni. Mwanamke gani yule ambaye macho yake ni kuangalia bwana wengine? Huko na anaambia bwana wa mtu mwingine aende na wewe, kuna kidona akununulie chakula. Haiko bwana yako natafuta nini suache ukalamuzi. Ndio umekulu fasi moja na kubandi. Ikaya fasi moja kama bwana yako yakupatia pesa ya mansa, hapana kulomba, dunia itakubeba. Unajua kama mwanaume anangojea angalie udhaifu ya mtu. Akipenda huyu mwanamke anapenda kukerakera, anapenda kukula, anapenda kuletea. Akizunguka tu kidogo anaona baba kingi. Kubwa. Mama leki nilipenda tuasi. Niliona Mungu tu alinisukuma. Mungu ya wapi bongo? Mbandi. Tamaa ya dunia, tamaa ya dunia. Ukiona kuko kitu kilichiko kinakukokota na unaangalia hii haiko mapenzi ya Mungu, kata. Biblia inasema ya kwamba ni afadhali uingie mbinguni na jicho moja au mkono mmoja, maana ukiona hii mkono inaweza kunikosesha mbingu, kata ile mkono. Hata kuwe ndugu yako, hata kuwe rafiki yako ambaye ana mashauri mabaya, kata. Achana na yeye, uingie mbinguni, maana tamaa ya dunia inakokota watu wengi leo. Na hiyo tamaa ya dunia imeingia ndani ya makanisa. Ndani ya makanisa tamaa ya dunia. Lakini mpendwa, tuangalie tamaa ya mbinguni, maana Bwana anataka atufikishe mbinguni. Acha Mungu apate kutubariki na kubariki neno lake. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inamisha kichwa chako mahali ulipo, na tunataka kwenda kuomba Mungu. Ninajua umekutana na miiba mingi katika safari ya kwenda mbinguni. Kama vile Paulo anasema kwamba nimepewa miiba mingi ya kukuchosha, ya kukuvunja moyo, ya kukurudisha nyuma. Bwana aliweka mali yake ndani yako, lakini shetani amekuzuia, amekuchomeka miiba kutoka huko na huko. Umesikia moyo wako umeumia, umevunjika, umelegea, udhaifu umekulemea. Dunia imekubeba, dunia imekukokota na tamaa zake. Leo ni siku ya kukamata decision ili kwamba uambatane pamoja na Kristo, naye Kristo kutie nguvu katika maisha yako. Karibu hapa chini ya msalaba, karibu hapa chini mpendwa.
Karibu kuje na tuombe Mungu akutie nguvu katika dunia hii, ili kwamba utembee pamoja na Bwana, ili kwamba Bwana akutendee mema katika maisha.